Hali gani mtazamaji wa Force News Tanzania? Karibu katika siku nyingine tena kuyaangazia yale ambayo yameandikwa katika magazeti. Kama ilivyo ada, kila siku tunakuletea muhtasari wa magazeti yaliyoandikwa katika nyanja mbalimbali, ikiwemo habari za kiuchumi, kisiasa, kijamii na hata michezo na burudani. Toka mwanzo mpaka mwisho utakuwa nami Justin Kosan, nikiwa nimepewa nguvu na sabuni ya Wakawaka, sabuni ambayo ni maalum kwa wale ambao wamekuwa wakisumbuliwa na changamoto za utangotango, miwasho ya ngozi, vipele, mapunye pamoja na madoa sugu ambayo yanakuwepo katika ngozi. Lakini sabuni hii pia ni maalum kwa wale ambao wanahitaji ngozi zao kuwa softi, kwa maana ngozi nyororo na zenye kuvutia. Wakawaka unaweza kuipata katika duka lote ambalo lipo karibu yako. Nenda kanunue na uanze kutumia. Wakawaka, ng'ara kila siku. Na sasa tuanze kuyaangazia moja kwa moja yaliyoandikwa katika kurasa za mbele. Gazeti Mwananchi Tanzania ndilo ambalo nimelishika hivi sasa. Habari kubwa ni Chadema mpya, mwelekeo mpya. Kamati kuu ya kutana baada ya siku 309 za giza nene, wadau wakipa njia za kupenya kubaki kwa wananchi. Habari ipo kurasa wa 4. Na hapa kuna kauli ya Amani Gorugwa ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chadema. Anasema baadhi ya mali za chama kama vifaa vya muziki vimeharibika na magari pia yameathirika kwa kukaa muda mrefu bila kutumika. Hata hivyo, kupitia kikao hiki cha kamati kuu tutafanya tathmini ya jumla na baadaye kutoa majibu. Habari ipo kurasa wa 4 kama nilivyosema. Lakini tukiachana na habari hiyo, kuna habari nyingine inasema hatua kufuata matibabu bure kwa wajawazito, lakini tusikubali katiba mpya kugeuka donda ndugu. Habari ipo kurasa wa 6. Lakini serikali kuwanufaisha wazawa sekta madini, huduma na bidhaa 20 kwa ajili ya wazawa zatangazwa, huku mikakati ya kuwainua na kukuza mapato ikianza kutekelezwa. Habari ipo kurasa wa 2. Lakini kiasi cha shilingi bilioni 714 ni kiasi cha fedha ambacho wizara imeomba kwa ajili ya bajeti ya mwaka 2026-2027 bungeni jana. Hii ni wizara. Kuna habari nyingine inasema kitanzi chaja kwa waajiri wasiopeleka michango ya wafanyakazi. Habari ipo kurasa wa 7. Lakini mapya asasi za kiraia zikichambua ripoti ya Jaji Chande. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 3. Gazeti Mwananchi Tanzania limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Nikiachana na gazeti Mwananchi Tanzania, gazeti Habari Leo ndilo ambalo nimelishika hivi sasa. Habari kubwa ni vyama 12 vya sifu ripoti ya Chande, vyapongeza kuwekwa hadharani, vyataka msajili aitishe kikao wajadili. Lakini madini yanaemesha Tanzania, thamani ya mauzo nje juu ya 31%, mchango pato la taifa ongezeka. Lakini waajiri sekta binafsi waonywa michango, moto wasababisha hasara ya bilioni 200 Njombe. Habari ipo kurasa wa 7. Lakini kuna habari nyingine inasema kuwekeza kwa vijana muhimu kwa uimara wa taifa. Ajali ya basi yaua watatu ni habari nyingine ambayo tutakwenda kuisoma ndani ya gazeti hili. Lakini serikali kusambaza pembejeo za korosho za bilioni 150. Habari ipo kurasa wa 15. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika hivyo. Na sasa tuangazie katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa ni ripoti ya Jaji Chande, wadau waibuka na mapendekezo 10, asasi 14 zaichambua zikishauri serikali ilipe fidia kwa waathirika, zagusa pia maridhiano na mchakato wa katiba mpya. Wageni wapigwa marufuku huduma 20 sekta ya madini. Lakini vigogo Chadema wajifungia kujadili hoja nyeti za kitaifa. Kizunguzungu cha tikisa tiba ya Muhimbili. Kolti ya mtangaza aliyetoweka miaka 5 kuwa ni mfu. Ajali nyingine ya basi yakatisha uhai watu 3 Same. Gazeti Nipashe limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Nikiachana na gazeti Nipashe, sasa na kamata gazeti Majira. Habari huwa ni tukta yanyoshea kidole waajiri sekta binafsi, yawataka kutekeleza amri ya nyongeza ya kima cha chini cha mishahara kwa wafanyakazi. Lengo ni kuongeza morali kazini. Lakini wizara ya madini yajivunia mafanikio uongozi wa Samia. Profesa Shemdoe amshukuru Dr. Mwigulu kwa kutatua kero. Tanzania mguu sawa kushirikiana na Hispania. Lakini Balozi Nchimbi asisitiza umuhimu wa mshikamano. Sawa, habari imeambatana habari picha ikimwonyesha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akisalimiana na viongozi mbalimbali wakati alipowasili katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kushiriki katika hafla ya usiku wa Tanzania, ikiwa ni shamla za maadhimisho ya miaka 62 ya muungano hivi karibuni.
Maridhiano yaliponye taifa kudumisha amani ni habari nyingine ambayo ipo ukurasa wa 5. Lakini serikali yaendelea kuchukua hatua miamala ya simu. Matumizi ya kijeshi duniani yafikia dola trilioni 2.9. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa 19. Gazeti Majira limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Na sasa tuangazie gazeti wa Machinga ambapo lenyewe limeandika Mavunde aje na vipaumbele 8 Wizara ya Madini. Asema vinalenga kukuza mchango wa sekta ya madini katika uchumi wa taifa, kuongeza ajira na kuimarisha usimamizi wa rasilimali. Lakini haitaja bajeti 2026-2027 serikali itaimarisha utafiti wa madini ili kubaini maeneo mapya yenye utajiri na kuongeza takwimu sahihi zitakazowavutia wawekezaji. Aliomba bunge kuidhinisha bilioni 174.98 kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ili kuwezesha utekelezaji wa majukumu yake pamoja na ukusanyaji wa maduhuli ya zaidi ya trilioni 1.4. Habari hii tutakwenda kuisoma zaidi katika ukurasa wa 3. Lakini Afrika inatakiwa kuchukua hatua kuondokana na utegemezi usafirishaji malighafi nje. Kionet yazungumzia taarifa za utapeli Tanzania, yakanusha kutoa fursa. Lakini Kamishna Luoga aongoza wataalamu mkutano wa AU kuhusu nishati na uchukuzi. Waziri Kombo akutana na balozi wa Denmark, waazimia kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya mnyonge. Na sasa mtazamaji, tuangazie yale ambayo yameandikwa katika uga michezo na burudani, nikianza na gazeti Mwanasport lenye limeandika hapa habari kwa ukubwa kweli kweli. Tuanze na KP. Ni kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo ni michezo miwili. Kuna mchezo ambao utakwenda kuchezwa Aprili 29 kwa maana ya kesho, na kuna mchezo ambao utakwenda kuchezwa Mei 3. Hivyo wanauliza tuanze na kipi kwa maana ya vikosi kwa timu zote mbili. Sawa, na utakwenda kusoma zaidi ndani ya ile gazeti la Mwanasport. Lakini leo ligi kuu Tanzania bara inaendelea. Si leo, ni Aprili 30. Mbeya City atakuwa anacheza na Mashujaa majira ya saa 10:15 jioni. Lakini huku unasema hakuna kulala, ni UEFA Champions League, PSG dhidi ya Bayern Munich, wakati Atletico Madrid yakikiwasha dhidi ya Arsenal. Gazeti Mwanasport lenyewe limeandika hivyo kwa siku hii ya leo. Lakini gazeti Habari Leo ukurasa wake wa nyuma limeandika waamuzi wa Morocco waja kuchezesha Yanga na Simba. Serikali yakoshwa kasi ujenzi barabara ya Afcon. Lakini Beka hesabu zote Yanga. Feitoto au kubali muziki wa Yanga. Lakini zaidi ya watoto 1000 kushiriki karate da. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 23. Gazeti Habari Leo ukurasa wa nyuma limeandika hivyo. Lakini gazeti Nipashe ukurasa wa nyuma limeandika Simba na Yanga dabi 2 mfululizo kwa miaka 25 iliyochezwa ndani ya siku chache zaidi ni ya mwaka 2000. Azam FC wazee wasale ligi kuu bara. Gazeti Nipashe lenyewe limeandika hivyo katika ukurasa wake wa nyuma. Na hivi ndivyo ambavyo nahitimisha kwenye kile ambacho kimeandikwa hii leo Aprili 28, 2026. Nikukumbushe tu ulikuwa nami Justin Kosan, nikiwa nimepewa nguvu kubwa sana na sabuni ya Wakawaka, kiboko ya harara, utangotango, madoa pamoja na miwasho kwenye ngozi. Wakawaka ng'ara kila siku. Kwa sasa nikutakie siku njema.